Je, ni nani aliyemuua John Lennon? Ajifananisha na Yesu baada ya kuuza nafsi yake kwa shetani. Hii ni sehemu ya kwanza ya conspiracy ambayo tutaizungumzia leo katika sehemu hii ya pili ya simulizi ya John Lennon. Kuna mambo mengi sana, lakini pia kuna conspiracy nyingi sana ambazo zilihusishwa pamoja na kifo chake. Moja ya conspiracy ambazo zilihusishwa pamoja na kifo chake ni pamoja na conspiracy hii ya yeye kujifananisha na Yesu, huku watu wakiamini kwamba ameuza nafsi yake kwa shetani kama mfuasi wa shetani, na baadhi ya viongozi wa dini na waumini ambao walikuwa na itikadi kali za kidini kutangaza kutoa uhai wake. Moja ya vitu ambavyo vilizungumziwa sana kipindi hicho ilikuwa ni pamoja na conspiracy hiyo, na leo tumeona tuweze kusimamia katika engo hiyo ili uweze kujua ni nini ambacho kilitokea katika kipindi hicho. Nikuletee picha kamili ya kile ambacho kilitokea katika kipindi hicho. Sehemu ya kwanza tumezungumzia maisha ya John Lennon toka alipokuwa mtoto mpaka alipofikia hatua ya kufanikiwa, mpaka kufikia hatua ya mafanikio hayo kuwaletea kundi hilo matatizo makubwa sana. Kuna vitu vingi sana ambavyo tulivizungumzia kwa ufupi, lakini leo nimeona tuweze kusimamia engo hii ili tuweze kumalizana na hili swala, kumalizana na hii conspiracy ili tuweze kuendelea na conspiracy nyingine, huku tunaendelea kukava matukio yote ambayo yalitokea kipindi kifupi kabla ya uhai wake kuondolewa. John Lennon kipindi hiki hakutumia muda mwingi sana kukaa na familia yake, lakini alikuwa akiwasaidia kwa kiasi kikubwa sana familia yake hiyo. Lakini mtu pekee kwenye familia hiyo ambaye John Lennon aligoma kumsaidia alikuwa ni baba yake mzazi, ambaye alitengana na mama yake kipindi walipokuwa watoto wadogo. Nadhani kama umefuatilia simulizi hii ya kwanza, basi utaweza kugundua ni nini ambacho kilitokea mpaka wakaweza kutengana na baba yake. Katika kipindi hiki ndipo baba yake aliposikia kwamba mtoto wake ni tajiri mkubwa sana na ana mafanikio makubwa sana ya kimuziki. Basi baba yake huyo aliweza kufunga safari na kwenda kukutana na mtoto wake huyo kwa matarajio ya kupata msaada fulani kutoka kwa mtoto wake. Baba yake huyo ambaye alikuwa anafahamika kama Alf aliibuka huko Kenwood kwenye jumba la kifahari la John Lennon bila hata kutoa taarifa, kwa sababu walitambua kwamba endapo watatoa taarifa hiyo hawezi kukubaliwa wala kupokelewa. Lakini baada ya kujitambulisha, aliweza kukaribishwa na kukutana na John Lennon kwa mara ya kwanza na kusalimiana kama vile watu ambao hawana mahusiano kabisa ya karibu. Watu waliokuwa karibu na tukio hilo waliweza kushangazwa na jinsi ambavyo baba yake alivyokuwa anafanana na John Lennon. Habari hiyo ilisambaa kwenye vyombo vya habari na kufanya baba yake atembelee upepo huo kwa kuandika kitabu ambacho kiliitwa That is My Life, My Love and My Home. Katika kitabu hicho baba yake aliandika mambo ambayo yalimdhalilisha pia John Lennon na kufanya John Lennon aweze kumchukia zaidi baba yake, na kitabu hicho kiliweza kumpa umaarufu mkubwa baba yake huyo na kumfanya awe na maisha mazuri na kuanza kula maisha ya ujana kipindi cha uzee wake. Na katika kipindi hicho baba yake huyo aliweza kumuoa mwanamke wa miaka 19, lakini kipindi hicho yeye alikuwa na miaka 56. Katika kipindi hiki matumizi ya madawa ya kulevya pamoja na acid au LSD yalikuwa yamepamba moto kwa vijana katika kipindi hiki, na kipindi hichi ilikuwa ni kipindi cha miaka ya 1950. Katika kipindi hiki kulikuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye jamii. Kipindi hiki kila mmoja alikuwa anapigania uhuru pamoja na usawa. Katika kipindi hiki pia idea ya usawa kwa wanawake ndipo iliweza kuibuka na kufanya watoto wa kike kupigania uhuru wao wa kupata haki sawa na wanaume kwa kipindi hiko. Katika kipindi hiki ndipo John Robinson alipoibuka na kitabu cha Honest to God ambacho kilileta mjadala mkubwa ndani ya kanisa la Anglikana au England Church na kufanya idadi ya waumini kuanza kupungua na dini ikaanza kuonekana haina umuhimu mkubwa kwenye jamii ya kipindi hicho. Kwa hiyo kulikuwa na maandamano ya mara kwa mara kutokana na hali ya kiuchumi, huku vijana wakitupia lawama serikali yao. Licha ya vijana kutumbukia kwenye madawa ya kulevya pamoja na kuibua staili mpya za mavazi pamoja na mitindo ya nywele, watoto wa kike nao pia waliibuka na staili mpya ya kuvaa mavazi mafupi yenye rangi mchanganyiko pamoja na mitindo ya nywele iliyoambatana na mitindo tofauti
ya makeup. Kama umefuatilia nyimbo za rocks, unaweza kuona watu ambao jinsi walivyokuwa wanavaa, walivyokuwa wanaweka mitindo ya nywele na kufanya waonekane kama vile ni wafuasi wa shetani. Mitindo hii ya vijana ilikuwa ni kama sehemu ya kupinga mifumo iliyokuwa imezoeleka kwenye jamii pamoja na idea ya mambo ya kanisani pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo kupinga imani za kanisa pamoja na vitu vingine, wao walikuwa wanajiweka katika mfumo ambao uliofananisha na watu ambao walikuwa wanamtumikia shetani. Kwa hiyo mavazi yao hayakuwa ya heshima, na madawa ya kulevya pamoja na kupinga tamaduni za dini, na watoto wa kike walivaa sehemu ambazo zilikuwa zinaonyesha sehemu za miili yao, kitu ambacho jamii ilifanya waonekane kwamba ni jamii ambayo ilikuwa na hasira fulani au ilikuwa inafikisha ujumbe kwa jamii ambayo ilikuwa imewazunguka. Katikati ya sekeseke hili, Beatles ndio walikuwa viongozi wa movement hii. Hawa Beatles walikuja na nyimbo zilizokuwa zinawatia moyo vijana hao na kuwapa moyo kuendelea kusimamia misimamo yao hiyo, lakini pia ndio walikuja na design za mavazi ambayo yalikuwa yanafikisha ujumbe katika jamii, kuonyesha kwamba wanapinga maisha yale ya kidini pamoja na maisha mengine, na kupelekea watu waamini kwamba Beatles ni kama sehemu ya mawakala wa shetani. Beatles walikuwa wanavaa nguo za ajabu, lakini pia mavazi ya ajabu, mitindo ya nywele ilikuwa ni mitindo ya ajabu kabisa, huku akipaka makeup za kutisha na kupelekea watu kuiga mitindo ile na kuwa kama sehemu ya wafuasi wa kundi hilo. Beatles walikuwa kama miungu watu kwa vijana wa kipindi hicho, kutokana na muziki wao kugusa hisia zao na tabia zao za kutumia madawa ya kulevya hadharani pamoja na utata wa imani zao. Ilikuwa ni kama wawakilishi wa kile ambacho kipo ndani ya mioyo ya vijana wengi. Kwa hiyo John pamoja na Beatles walikuwa wanavuta bangi muda wote, hasa kipindi hiki baada ya kutambulishwa kilevi hiki na Bob Dylan kwa mara ya kwanza, wakiwa huko New York Marekani, na kudumbukia moja kwa moja na kuwa addicted na kilevi hicho. Lakini pia walianza kutumia kilevi ambacho kilikuwa kinafahamika kama LSD, kilevi ambacho John Lennon kwa mara ya kwanza alianza kukitumia akiwa na mpenzi wake Cynthia, baada ya dentist mmoja ambaye alifahamika kama John Riley. Huyu aliweza kuwachanganyia kilevi hichi kwenye kahawa na kuweza kuexperience effect yake, effect iliyowafanya waweze kuvutiwa sana na hicho kilevi. Katika kipindi hicho cha miaka 1960, LSD iliaminika kama ni kilevi ambacho kina uwezo wa kuongeza uwezo wa binadamu kufikiri, au kilevi ambacho kilikuwa na uwezo wa kufungua jicho la tatu. Kwa wale ambao wanafuatilia imani za kiroho na nini, wanafahamu kile ambacho tunakizungumzia hivi sasa. Kwa hiyo John Lennon alivutiwa sana na kilevi hiki na kuanza kukitumia mara kwa mara, akiamini kwamba kinamuongezea uwezo wa kufikiri na uwezo wa kuwaza, na kupelekea kufanya nyimbo katika uwezo mkubwa sana. Moja ya watu ambao walikuwa kwenye pati hiyo ambayo waliwekewa kilevi hicho ilikuwa ni pamoja na rafiki zake ambao walikuwa wanafahamika kama George pamoja na Patty, ambao nao pia walinogewa na kilevi hicho, huku mpenzi wake na John Lennon ambaye anafahamika kama Cynthia alishindwa kumudu kilevi hicho na kuamua kuacha kuendelea kukitumia. John Lennon alijaribu kumshawishi mke wake huyo kutumia kilevi hicho, lakini ilishindikana. John Lennon aliendelea kutumia madawa haya kwa kiwango kikubwa sana, na kila jioni aliweza kuondoka na kwenda kushinda na watu ambao wanatumia vilevi hivyo. Na Cynthia alipoamka asubuhi alikuta nyumba imejaa walevi wa kilevi hicho, na kila mmoja akifanya fujo, huku akitafuta chakula pamoja na vitu vingine na kuharibu kila kitu huko ndani, kitendo ambacho kilikuwa kinamkwaza sana. John Lennon alisoma vitabu vilivyokuwa vinahusiana na LSD, kitabu ambacho kinafahamika kama The Psychedelic Experience na Psychedelic Reader, vilivyokuwa vimeandikwa na Timothy Leary, Ralph Matza pamoja na Richard Epald, na vitabu hivi vilikuwa maarufu sana kipindi hicho, ambao vilifahamika kama ni Biblia za wanaharakati wa watu wanaotumia hizi LSD, yani ikiwa na maana kwamba vilikuwa vinafundisha faida na vitu ambavyo unaweza ukavipata endapo unatumia vilevi hivi. Basi idea hizi ambazo zilipatikana katika kitabu hiki, John Lennon aliweza kuhamisha idea hizi kutoka kwenye vitabu hivyo na kuweka kwenye nyimbo yake, ikiwa pamoja na nyimbo ya Tomorrow Never Know. Hiyo ndio nyimbo ya kwanza ambayo John Lennon alianza kuweka idea
ambazo zilikuwa zinapatikana katika kitabu hicho. Kwa hiyo nyimbo za John Lennon nazo pia zilionekana kama ni nyimbo ambazo zinawahamasisha na kuwafundisha watu kile ambacho kinatokea katika matumizi hayo, na kufanya vijana waendelee kuchizika wanaposikia nyimbo za John Lennon. Kwa hiyo katika kipindi hiki John alianza kupata idea ambazo ziliwapa shida sana maproducer wake kutokana na ufinyu wa teknolojia za kipindi hicho. LSD zilimfanya John kuwa na imagination ambazo zilikuwa sio za kufikirika kwa kipindi hicho. John wakati anaandaa nyimbo yake ya Yellow Submarine alitaka kurekodi akiwa chini ya maji, lakini baadaye sound designer John Emerick aliamua kuchukua maiki na kuivisha condom ili isiingie maji na kudumbukiza kwenye glasi ya maji na kufanikiwa kupata ile sauti ambayo ilikuwa katika imagination ya John Lennon, na nyimbo hiyo ikaweza kufanya vizuri sana. Akiwa anaandaa nyimbo ya Tomorrow Never Know, John alitaka sauti yake ifanane na sauti ya Dalai Lama akiwa anapiga kelele toka kwenye kilele cha mlima. Licha ya kuhangaika sana studio kupata sauti ile, lakini hatimaye waliweza kufanikiwa kupata idea hiyo iliyoweza kufanya nyimbo hiyo pia iweze kuwa bora sana katika kipindi hicho. Kwa hiyo waliweza kufanikiwa kutengeneza nyimbo ambazo zilitengeneza albamu ambayo tunaweza tukasema ni albamu ya kihistoria katika muziki wa rock. Kwa hiyo katika kipindi hiki kulikuwa na makundi mawili. Kundi moja lilikuwa ni kundi la vijana lililokuwa linawaona wa Beatles kama miungu watu hapa duniani, ambao walikuwa wanawakilisha hisia za vijana wengi ambao walikuwa wanataka mabadiliko. Lakini pia kundi lingine lilikuwa ni kundi la watu ambao walikuwa wanawaona wa Beatles kama wafuasi au mawakala wa shetani ambao hawakutakiwa kuishi kabisa hapa duniani. Katika kipindi hiki Beatles walikuwa wanafanya vizuri sana, lakini pia kulikuwa kuna mixed feelings. Kuna watu walikuwa wanawapenda, lakini pia kuna watu ambao walikuwa wanawachukia sana. Katika kipindi hiki waliamua kuandaa tamasha kubwa sana ambalo lilihusisha Uingereza, Tokyo huko Japan pamoja na Ufilipino, lakini mwishoni wakataka kumalizia tour yao huko Uingereza. Kwa hiyo wakiwa Tokyo, kundi la fanatic right wings walitangaza kuwaua wasanii hao, na Beatles walipofika Tokyo, licha ya tishio hilo, waliweza kufika na kufanya show hiyo kwa muda wa siku 4, show ambayo ilifanyika huku polisi zaidi ya 35,000 wakiwahakikishia usalama wao. Katika kipindi hiki ndipo walipotambua matokeo ya kile ambacho wamekuwa wakikifanya kwa vijana wa kipindi hiki. Watu walikuwa wamechanganyikiwa sana, na haikuwa show, ilikuwa ni kama vile kelele, fujo toka mwanzo wa show mpaka mwisho, kutokana na influence ambayo walikuwa wameitengeneza kwa vijana. Baada ya kufanikiwa kutoka huko Tokyo salama, matatizo yao hayakuweza kuishia hapo. Baada ya kufika huko Filipino, Manila, kutokana na influence kubwa waliokuwa nayo, mke wa rais wa nchi hiyo Ferdinand Marcos, ambaye alikuwa anafahamika kama Imelda Marcos, alitamani kushiriki nao kwenye tafrija ya usiku wakiwa pamoja na watoto 300. Brian ambaye ni meneja wao alikataa mwaliko huu, na sababu kubwa ikiwa ni kupinga mfumo wa kiunyanyasaji wa watu wa hali ya chini, wao wakiamini kwamba wao wapo pale kwa sababu ya vijana na watu wa hali ya chini, na kitendo hicho cha kwenda kwa rais kitakuwa ni kama kuwakana wale watu ambao wananyanyaswa na utawala huo pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo kitendo hicho kiliweza kumkwaza sana rais wa nchi hiyo na kupelekea maisha yao kuwa katika hatari kubwa sana. Kwa hiyo ilisemekana kwamba rais wa nchi hiyo alikuwa kama ametoa oda ya kuweza kuwapoteza Beatles au kuweza kuwafunga pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo wakawa kama wanatafutwa na uongozi au usalama wa nchi hiyo au vitu kama hivyo, na kitendo hicho ikapelekea Beatles watake kuondoka katika nchi hiyo. Lakini kitendo hicho kilikuwa kigumu na kupelekea wao kupita njia za uchochoroni na kufanikiwa kutoroshwa na kuingizwa katika uwanja wa ndege na kuondoka katika mji huo. Kwa hiyo inasemekana kwamba Brian ambaye ni meneja wao alitoa hela nyingi sana kuweza kufanikisha kuwaokoa katika hatari hiyo. Kwa hiyo waliweza kufanikiwa kuondoka na kurudi Uingereza salama. Kipindi ambacho walikuwa kwenye tour hizi, waliachia albamu ambayo waliita Revolver, ambayo ilifanya vizuri sana. Tunaweza kusema kwamba albamu hii ndio albamu bora zaidi kwenye historia ya muziki wa rock kutokana na ubunifu
wa sound na effect ambazo zilikuwepo kwenye album hii. Kumbuka katika kipindi hiki ndicho kipindi ambacho walikuwa wanatumia madawa pamoja na kuja na idea za kushangaza sangaza, lakini idea hizo ziliweza kufanya vizuri sana. Kwa hiyo effect za album hii zilikuwa ni vitu ambavyo sio vya kawaida katika kipindi hicho. Kwa hiyo album hii iliwazidishia umaarufu mkubwa pamoja na kupata hela nyingi sana kuliko matarajio ambayo walikuwa nayo kipindi hicho. Ilikuwa ni ngumu sana kuelezea aina ya mafanikio ambayo waliyapata kipindi hicho, kutokana na mafanikio hayo makubwa sana kupitiliza, na kutokana na matukio ambayo yalikuwa yanajitokeza wanapokuwa stejini, hasa matukio ya Japan pamoja na Ufilipino. Na kutokana na mafanikio makubwa waliokuwa nayo kipindi hicho, walianza kujadiliana kuhusu kusimama kufanya matamasha kutokana na usalama wao. Waliona kwamba walipokuwa jukwani, mashabiki zao hawakujali kuhusu performance zao, walishia kupiga kelele toka mwanzo hadi mwisho wa tamasha lao. Kutokana na udogo wa vifaa vya kipindi hivyo, sauti za vifaa zilikuwa zinamezwa na mashabiki. Kwa hiyo waliona kama muziki wao hawautendei haki. Kwa hiyo mashabiki wa kipindi hiki walikuwa kama wamechanganyikiwa kutokana na mfumo wao wa maisha uliokuwa unawafurahisha sana vijana na kuwachukiza wale ambao walitaka kulinda tamaduni za imani zao. Baadhi ya watu waliamini kwamba nyimbo zao zina sauti ya shetani ndani yake iliyokuwa inafanya vijana waweze kuuza nafsi zao. Kwa hiyo kitendo hicho kilifanya waonekane kama ni mawakala wa shetani ambao wanawapeleka binadamu na kuwavuta katika ule moto wa milele. Kwa hiyo kama umekuwa mfuatiliaji sana wa simulizi za hapa nyuma tulizoposti kuhusiana na simulizi ya shetani, utakuwa uliona jinsi kanisa kipindi fulani lilivyomtumia shetani kuwateketeza wale wote ambao walikuwa kinyume na imani zao. Kwa hiyo idea hii ya kuamini kwamba kila kitu ambacho kanisa inataka ufanye basi hilo neno linatoka kwa Mungu, hii idea ilikuwa inapingwa na baadhi ya vijana, lakini kuna baadhi ya vijana ambao bado walikuwa wanaamini ajenda hii ya kanisa, kwamba yeyote ambaye anapinga imani za kanisa basi atakuwa anampinga Mungu na adhabu yake inabidi iwe kifo. Kwa hiyo baadhi ya watu walikuwa wanatishia kuwaua wa Beatles ili kutetea imani ya Mungu, ili kuweza kuwateketeza wale ambao ni wafuasi wa shetani. Kwa hiyo kitendo hiki kiliwatisha sana Beatles kipindi hichi na kupelekea kuamini kwamba kitendo cha kufanya tour kinaweza kupelekea wao kuingia katika hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo wakaona njia sahihi ni kuweza kucancel tour zao na kufanya nyimbo, lakini kuahirisha kufanya tours kutokana na usalama wao. Lakini sababu kubwa sana ya wao kuingia katika matatizo makubwa sana ni mitazamo ambayo Beatles walikuwa nayo kuhusiana na imani za dini, kwa sababu John Lennon alipohojiwa mtazamo wake kuhusu dini, aliweza kusema kwamba imani za kidini zinapita na kupotea, kwamba niko sahihi na hakuna ubishi kuhusiana na swala hilo, na kwa hivi sasa sisi ndio maarufu zaidi kuliko Yesu. Sijui jamii ya rock na jamii ya Ukristo ni jamii gani itaanza kupotea. Aliendelea kusema kwamba Yesu alikuwa sahihi, lakini wafuasi wake ndio waliharibu imani ya dini, au wafuasi wake au wafuasi wa Yesu ndio walipindisha imani ambayo Yesu alikuwa anaifundisha. Jamii ya Wakristo pamoja na viongozi wa kidini walisimama na kupinga jambo hilo na kuzua mtafaruku mkubwa sana kwa jamii ya kidini. Baadhi ya redio zilianza kufungia nyimbo za Beatles na John Lennon alianza kutumiwa email za vitisho kwa kutishiwa kuuawa, na baadhi ya watabiri waliibuka na kusema kwamba John Lennon atauliwa kwa risasi akiwa Marekani. Baadhi ya watu walikuwa wanakubaliana na Beatles kutokana na kushuka kwa idadi ya waumini kipindi hicho kwenye kanisa la England, lakini wengine walipinga mawazo ya Beatles na kutaka kuendelea na tamaduni zao za zamani. Vijana wengi kipindi hiki walikuwa wanaamini zaidi kwenye fact pamoja na reasoning. Idea hii ya fact na reasoning pamoja na mambo ya sayansi pamoja na vitu vingine vililetwa na jamii ambayo ilikuwa inafahamika kama Illuminati. Kwa hiyo kitendo hiki kilipelekea watu kuamini kwamba John Lennon pamoja na Beatles wanasambaza ajenda ambayo ilianzishwa na Illuminati. Kwa hiyo zamani ilikuwa ni kama ukifanya kanisa linavyotaka unakuwa unafanya vile Mungu ambavyo anataka. Ukienda kinyume na kanisa unakuwa mfuasi wa shetani. Na vijana wa kipindi hicho walikuwa wanapinga sana swala hili na kutaka kufanya vitu kwa fact pamoja na reason na sio kwa imani pamoja na mawazo ya watu wachache. Kwa hiyo katika kipindi hicho vijana walikuwa wanaendesha movement ambayo
ilikuwa pia inasapotiwa na Beatles. Moja ya vitu ambavyo walikuwa wanavipinga ni pamoja na idea hizi za kanisa kuamini kwamba watu wote wanatakiwa kufuata vile ambavyo kanisa linataka. Uingereza hawakulichukulia maanani sana swala hili, lakini Marekani ilichukulia swala hili kwa ukubwa sana, na baadhi ya watu waliamini kwamba Beatles watakapoenda Marekani lazima John Lennon ataweza kuuliwa kwa risasi, maana media zilikuwa zinaonyesha jinsi watu wakifanya maandamano na kuchoma albamu za Beatles pamoja na nguo ambazo zilikuwa zina picha ya Beatles. Viongozi wa kanisa waliweza kuwakemea vijana na kuwahamasisha kutojihusisha na kundi hilo wala kusikiliza nyimbo hizo, kwa sababu ni mawakala wa shetani wanaotaka kuwapeleka motoni. Licha ya kuwa katika hali hiyo, lakini mwaka 1966 Beatles walipanga kufanya tamasha huko Marekani, na baada ya sakata la Japan pamoja na Philippines, watu waliamini kwamba huko Marekani watakapoenda jambo kubwa linaweza kuwakuta. John Lennon aliweza kuzungumza na waandishi wa habari na kuelezea tukio hilo na kusema alikuwa anahofia sana usalama wake, kwa sababu alifahamu wa Marekani kwenye swala la kuuana ni swala la kawaida kwao, kwa sababu huchukulia vitu vidogo kwa uzito sana. John Lennon aliendelea kusema kwamba hakutaka kwenda Marekani, lakini ilimbidi aweze kwenda kwa sababu wenzake walimsisitiza sana na hakutaka kuwaangusha. Na baada ya kufika Marekani, walianza na mji wa Chicago na kuamua kumpa nafasi John Lennon ya kuweza kuomba msamaha ili kuweza kupunguza hasira ya wananchi. Akiwa kwenye hoteli ya Astro Tower huko Chicago, John Lennon aliweza kuongea na waandishi wa habari na kuzungumzia msimamo wake na kusema kwamba yeye sio mtu ambaye anampinga Mungu wala sio mtu ambaye anaipinga dini. Aliweza kusema kwamba sikuwa nasema vile kujilinganisha na Yesu kama binadamu au kama Mungu au kama kitu chochote. Watu walielewa vibaya. Mimi sipingi imani za dini. Mimi pia ni mtu wa dini. Naombeni msamaha kwa kilichotokea. Waandishi wa habari walizidi kusisitiza aweze kuomba msamaha na kusema kwamba aweze kuelezea msimamo wake wa imani yake hadharani. Aliweza kusema kwamba kuhusiana na imani yake anaamini kwamba Mungu sio yule mzee ambaye anachorwa kwenye picha ambaye anakaa angani. Aliweza kusema kwamba anaamini kwamba watu wanachokiona ni Mungu ni kile ambacho kipo ndani yetu sote. Alimalizia na kusema kwamba samanini sana, sikutarajia maneno yangu kama yatakuwa sehemu ya kupinga dini. Naombeni msamaha kama hilo ndio litawapa furaha. Nimejaribu kuelezea kile ambacho kilitokea na sijui ni nini kibaya nilichofanya, lakini kama hilo ndio litafanya muwe na furaha, basi naombeni samahani. Media ziliweza kumuelewa kutokana na swala hilo na kuamini kwamba swala hilo limeisha, lakini nje ya hoteli hiyo waandamanaji walikuwa wamejaa na mabango wakionyesha hisia zao, huku wengine wakiandika Beatles go home, Jesus died for you too, pamoja na vitu vingine. Baada ya mazungumzo hayo, matamasha yao yaliweza kupangwa kuendelea kama kawaida. TV ziliweza kuonyesha jinsi vijana walivyokuwa wanaandamana mtaani wakipinga kundi hilo, na jamii maarufu kama Ku Klux Klan waliandamana pia huko Washington DC, nje ya sehemu ambayo tamasha hilo litafanyika. Na baadhi ya watu waliamini kwamba ule utabiri wa psychic kwamba John Lennon atafia Marekani kwa kupigwa risasi, walihisi kwamba ndio huenda tukio hilo litatimia. Polisi walipata baadhi ya taarifa za hatari ambayo inaweza kuwatokea wa Beatles pamoja na John Lennon, na kuweka ulinzi mkali sana ili kuhakikishia usalama wao. Wakiwa kwenye tamasha lao huko Memphis, Tennessee, katika tamasha hilo sauti ya bunduki iliweza kusikika au sauti ya risasi iliweza kusikika, na kila mmoja aliishia kumwangalia John Lennon kama ameweza kudhurika, lakini John Lennon alikuwa salama. Lakini nao pia waliweza kuangalia ni nani ambaye amedhurika katika tamasha hilo. Hakuna aliyekuwa amedhurika, na kuaminika kwamba risasi ile iliyopigwa huenda ilipigwa angani au ilikuwa ni risasi tupu kwa ajili ya kumtishia John Lennon, au wengine walihisi kwamba huenda ilimkosa na maisha mengine yakaweza kuendelea. Kwa hiyo licha ya kutomjua aliyepiga risasi, lakini hakuna aliyeumia na kuhisiwa kwamba ilikuwa ni sehemu ya vitisho tu au kumtumia message kwamba chochote kinaweza kutokea. Licha ya kupata wakati mgumu wakati wa kwenda kufanya matamasha hayo, lakini waliweza kuondoka Marekani wakiwa wamewateka vijana wengi sana na kupata umaarufu mkubwa sana. Licha ya kupata mafanikio hayo, lakini pia walifungua milango kwa wasanii wengine wa Uingereza
kupeleka masoko yao huko Marekani. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba baadhi ya vijana walionekana wakiwa wamebeba mabango yakiwa yameandikwa Lennon amewakomboa au John Lennon amewakomboa, badala ya wale watu kuandika Jesus saves us, kwamba badala ya watu kuandika Yesu amewakomboa, basi wao wakawa wanaandika kwamba Lennon amekomboa, kimaanisha kwamba huyu John Lennon ndio Yesu mwenyewe. Kwa hiyo vitu hivyo vilizidi kuwa vikubwa sana na baadhi ya watu walizidi kuchanganyikiwa sana. Kwa hiyo tofauti na watu walivyotegemea kwamba John Lennon angeweza kupata matatizo makubwa sana huko Marekani, lakini pia alifanikiwa kuwashawishi baadhi ya vijana, na baadhi ya vijana hao waliweza kutumia hiyo idea kwamba John Lennon ndio Yesu mwenyewe, tofauti na vile ambavyo walikuwa wanafikiria. Kwa hiyo japo mwanzo ilianza kama utani, lakini baadaye mashabiki yao walichukulia serious na kuanza kumuona John Lennon kama mungu wao vile, na matamasha yake hayo yaligeuka kutoka kuwa matamasha ya muziki na kuwa kama matamasha ya kiimani, na muziki wao ukageuka kuwa kama sehemu ya ibada kutokana na vitu ambavyo vilikuwa vinazungumziwa ndani ya nyimbo hizo. Kitu ambacho watu hawafahamu ni kwamba baada ya kutumia LSD ulifungua ufahamu wao katika ulimwengu wa kiroho na kufanikiwa kutumia uwezo wao kuandika nyimbo ambazo zilifanya albamu hiyo kuwa albamu bora zaidi kuwahi kutokea kwenye ulimwengu wa rock music. Lakini baadaye nyimbo hizo ndani yake iliaminika kwamba zilikuwa na nguvu ambazo zilikuwa sio za kawaida, kiasi ambacho walikuwa wakipanda stejini mashabiki zao wanakuwa kama wamepagawa au wamepandwa na mapepo au majini au vitu kama hivyo. Waliweza kuingiwa na nguvu fulani ambayo ilikuwa sio ya kawaida. Watu waliamini kwamba katika matamasha hayo kuna ibada fulani ambayo ilikuwa inafanyika. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa inawafurahisha sana Beatles, lakini baadaye hali hii ilizidi kuwa kubwa zaidi na kuanza kuwatisha. Kwa hiyo Beatles walianza kuingiwa na hofu kubwa sana na kutaka kujitoa kwenye mchezo huo ambao walikuwa wameuanzisha. Walikuwa wanajitahidi kufanya ionekane kama hakuna ambalo linaendelea, lakini baadaye ilishindikana na John Lennon mwenyewe alianza kupinga kile ambacho kilikuwa kinatokea. John Lennon alianza kuita kundi la Beatles kama kundi la matapeli na kusema kwamba wanajua kama wanawatapeli mashabiki zao na wanajua mashabiki zao wanapenda kutapeliwa, ndio maana nao pia wanatapeliwa. Alizidi kusema kwamba mashabiki zake wanadhani kama Beatles wanajua kile ambacho kinaendelea, lakini Beatles nao hawajui kile ambacho kinaendelea. Watu wanatafuta maana ya nyuma ya nyimbo ambazo wao wamekuwa wameziandika, lakini wanasema na wao pia hawajui maana yake. John Lennon aliweza kusema kwamba sikuwa naamini chochote wakati nafanya nyimbo hizo, nilikuwa naandika tu kwa ajili ya mashabiki pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo hakutegemea vile ambavyo mashabiki wanachukulia nyimbo zake. Kwa hiyo tunaweza tukasema ni moja ya vitu ambavyo vilipelekea John Lennon pamoja na Beatles kuamua kusimama kufanya matamasha yao. Moja ya vitu ambavyo pia vilipelekea John Lennon kukosa hamu ya kuendelea kufanya muziki wake ilikuwa ni pamoja na vita ya Vietnam ambayo ilikuwa inaendelea kipindi hicho. Licha ya Uingereza kutojihusisha na vita hiyo, lakini watu wa Uingereza yote hasa vijana waliweza kushiriki kwenye maandamano ya kupinga vita ambayo ilikuwa inaendelea kipindi hicho. Movement hii ya kuendelea kupinga mapigano ya kivita ilizidi kukua na kuunganisha watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na watu ambao wanafanya mashairi, rock music, pamoja na watumiaji wa LSD. Kwa hiyo katika kipindi hiki serikali nyingi zilikuwa zinasupport mambo ya vita pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo serikali pamoja na vyombo vya dola vilikuwa vinapinga watu ambao walikuwa wako kinyume na mfumo huu wa kivita. Kwa hiyo baadhi ya watu walikuwa wameingia katika matatizo makubwa, ikiwa ni pamoja na Beatles. Kwa hiyo meneja wa Beatles aliweza kuongea na Beatles na kuambia kwamba ni marufuku kwa mwanamuziki wao kuzungumzia swala la vita pamoja na vitu vingine, wao wazingatie zaidi kuhusiana na biashara. Lakini John Lennon alienda kinyume na meneja wake na kuzungumzia swala hilo baada ya kuulizwa mtazamo wao kuhusiana na vita ambazo zinaendelea, na yeye aliweza kujibu na kusema kwamba wanafikiria sana swala hilo kila siku, na aliweza kusema kwamba hatupendi swala hilo na tunalipinga sana, maana tunaona sio sahihi swala hilo kutokea. John Lennon aliamini kwamba swala hilo
litaweza kuisha kwa kupitia maandamano, kushinikiza serikali kuweza kuachana na mfumo huo. Na kitendo hicho cha kuwahamasisha vijana kuweza kuandamana na influence kubwa aliyokuwa nayo iliweza kuwafanya waweze kuingia katika matatizo makubwa kutokana na ukubwa aliokuwa nao. Kitendo hicho kiliweza kuwaingiza kwenye uadui mkubwa na serikali ambazo zilikuwa zinajihusisha na masuala ya kivita, hasa vita hiyo ya Vietnam, ikiwemo Marekani pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vilipelekea kutishia sana usalama wao na kufanya usalama wao kuwa mdogo wanapokuwa stejini na kusababisha pia kusimamisha matamasha yao. Kwa hiyo kila mmoja katika kipindi hiki alikuwa katika sintofahamu, kwa sababu kila mmoja maisha yake alikuwa yanategemea mziki, na ni nini cha kufanya baada ya mziki kusimama ilikuwa ni swali gumu sana kwa kundi zima. John Lennon aliamua kujikita rasmi kwenye harakati za kupinga vita zilizokuwa zinaendelea na kushiriki kwenye filamu iliyofahamika kama How I Won the War, filamu iliyokuwa inahusu askari wa Kiingereza walioingia katika ardhi ya Afrika Kaskazini. Lakini filamu hiyo ilishia kumwonyesha John Lennon akiwa amepigwa risasi, na baada ya hapo kamera iliweza kumzoom John Lennon, na John Lennon aliweza kuangalia kamera akiwa anauliza watu kwamba alijua kwamba yeye atapigwa risasi, lakini pia na wao watu walijua kwamba watampigia risasi. Akawa anauliza kweli. Kipande hicho cha filamu kilifanya baadhi ya watu kuamini kwamba John Lennon alikuwa anatabiri kifo chake na alikuwa anajaribu kufikisha ujumbe fulani kwa mashabiki zake, ikionyesha kwamba anafahamu kama siku yoyote atapigwa risasi, lakini pia watu wanaompiga risasi pia walikuwa wanafahamu kwamba ipo siku watampiga risasi kwa sababu walikuwa wanamtafuta. Kwa hiyo leo tumezungumzia kiundani kidogo kuhusiana na matukio ambayo yalitokea kipindi hiki siku chache kabla ya John Lennon kufariki dunia. Lakini pia kama ulishasikia kwamba John Lennon alijiita Yesu au alijifananisha na Yesu pamoja na vitu vingine, na huenda hiyo ilipelekea kwamba yeye akaweza kufariki dunia. Wakristo waliamini kwamba ile ni laana kutokana na jinsi alivyokuwa anajisema. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao wanafanya simulizi hizi na kusema kwamba wasanii ambao walijiita Yesu na kufariki dunia, huwezi kusema kwamba Mungu ndo alimuua John Lennon kutokana na yeye kusema vile. Hapana, aliyemuua ni mwanadamu pamoja na kikundi cha watu ambao hawakupendezwa na mtazamo wa John Lennon. Kwa hiyo ili swala kuliunganisha na imani, waliounganisha imani hiyo ni wale watu ambao walikuwa na imani za kidini kipindi hicho. Walikuwa wanaamini kwamba endapo wewe utaenda kinyume na wao, basi toka upande wa shetani na Mungu atakuadhibu au atawatumia watu wake kukuadhibu wewe. Kwa hiyo ilikuwa ni idea ambazo walikuwa wanatumia kipindi hicho. Kwa baadhi ya watu waliamini kwamba viongozi au watu ambao wana itikadi kali za dini, huenda mmoja wapo aliamua kujitoa kafara. Lakini kuna baadhi ya watu wanaamini pia kwamba inawezekana idea ya kupinga mambo ya vita pamoja na vitu vingine nayo pia ilimletea shida. Lakini kuhusiana na hiyo story ya mambo ya serikali, FBI, CIA kuhusika kwenye kumuua John Lennon kutokana na harakati zake za kupinga vita, hiyo tuiweke iwe simulizi ya peke yake. Kwa tutakuja kuzungumzia ni nini ambacho kilitokea, movement ilikuwaje na jinsi gani ambavyo serikali ilianza kumfuatilia John Lennon, CIA pamoja na vitu vingine na kupelekea watu kuamini kwamba huenda ni CIA. Leo tusimamie hapo kuhusiana na viongozi wa dini, kuhusiana na jinsi ambavyo dini pamoja na wafuasi wa dini walimchukulia John Lennon na nini kilitokea ambao kupelekea watu kuamini kwamba John Lennon ni mfuasi wa shetani, ni kutokana na kitu ambacho kilitokea. Kwa hiyo hapo tusimamie hapo kwa leo, lakini usikose kufuatilia sehemu nyingine ambayo inafuatia uweze kupata upande mwingine wa conspiracy ambao ulikuwa unazungumziwa. Nataka nikupe uwazi kabisa wa kile ambacho kilitokea kipindi hicho kilichopelekea conspiracy hiyo kutokea. Kwa hiyo wewe ukiwa unasimulia nini ambacho kilitokea kwa John Lennon, uwe na upeo mkubwa sana kuhusiana na John Lennon pamoja na vitu vingine. Mimi ni Joseph Skills na Intrecord Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.